Taarifa kwa Baba Askofu Mkuu kuhusu ujenzi wa nyumba ya mapadri. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa tunakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha, imani na umoja wa kanisa lake. Aidha, tunakushukuru wewe Baba Askofu Mkuu kwa uongozi wako wa kichungaji, maombi yako na upendo wako usiochoka kwa waamini wa parokia Mtakatifu Maria Salome Kimara Kana. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, historia ya parokia Mtakatifu Maria Salome Kimara Kana inaelezwa vizuri tangu ilipotangazwa kuwa parokia teule tarehe 19 Machi 2019, na kuanzia tarehe hiyo ilikabidhiwa katika usimamizi wa shirika la Marian Hill, hivyo kutoka rasmi katika usimamizi wa mapadri wa jimbo, ambapo awali lilikuwa kigango katika parokia Mtakatifu Monica Kirungule. Tarehe 4 Januari 2020, Mwashamu Baba Askofu Mkuu Yuda Thaddaeus Ruwa'ichi, askofu mkuu wa jimbo kuu la Katoliki Dar es Salaam, alitangaza rasmi kuwa parokia ya 118 katika orodha ya parokia zilizokuwepo katika jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam kwa wakati huo. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, leo tarehe 27 Aprili 2026, ikiwa ni miaka 6 tu toka kuwa parokia rasmi, tuna kila sababu za kumshukuru Mungu kwa baraka zake ambazo hazina kipimo katika ukuaji wa imani na ustawi wa jamii katika ushirikiano baina ya jamii na kanisa. Parokia yetu sasa inayo maeneo yanayofaa kwa kuanza kujenga miundombinu ya kudumu, ikiwemo nyumba ya mapadri, shule, vituo vya afya na huduma nyingine za kijamii. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, kwa heshima kubwa tunapenda kukuarifu kuwa maandalizi ya ujenzi wa nyumba ya mapadri yamekamilika na tunakaribisha sana kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi. Lengo kuu la mradi huu ni kuwa na makazi ya kudumu yenye kiwango cha kufaa kwa ajili ya mapadri wetu, ili kuwawezesha kutekeleza kwa ufanisi huduma zao za kichungaji, kiroho na kijamii. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, katika kuhakikisha kuwa mradi huu unazingatia taratibu zote za kanisa na za kitaaluma, mchoro ya jengo imepitia hatua zote za uhakiki na hatimaye kuidhinishwa, kuanzia kwa Padri Aidan Architect wa jimbo ambaye ni paroko wa parokia Mtakatifu Thomas More, Baba Kansela Padri Vincent Mpwaji, askofu msaidizi wa jimbo kuu Dar es Salaam Henry Mchamungu, na hatimaye kupokea baraka na kibali kutoka kwako Baba Askofu Mkuu. Aidha, vibali vyote vya serikali vimepatikana na sasa tupo katika hatua hii muhimu ya kuweka jiwe la msingi pamoja na bango la mradi tayari kwa kazi ya ujenzi kuanza. Kama maandiko matakatifu yanavyosema katika Zaburi 127 mstari wa 1, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Akitukumbusha kuwa mafanikio ya mradi huu yanategemea baraka na uongozi wa Mungu. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, mradi huu utatekelezwa kwa awamu 3 ndani ya miaka 3, ikiwa awamu ya kwanza ni msingi, awamu ya pili kupandisha jengo na awamu ya 3 ukamilishaji, kwa gharama inayokadiriwa kufikia shilingi milioni 450. Vyanzo vya mapato ni pamoja na harambee, michango ya waamini binafsi na familia, mavuno au tegemeza parokia, mchango wa pili wa madaraka kanisa kila Dominika. Kila jumuiya inatoa shilingi 50,000 na tunazo jumuiya 39.
sambamba na sehemu ya zaka za kila mwezi. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, ujenzi wa nyumba hii utasimamiwa na kamati ya ujenzi inayoundwa na wataalamu wa fani mbalimbali wakiwepo wahandisi, wakadiriaji majengo, wasanifu majengo, wahasibu, kwa kushirikiana na kamati tendaji ya parokia. Usimamizi huu unalenga kuhakikisha ubora, uwazi na ufanisi katika utekelezaji wa mradi. Kama maandiko matakatifu yanavyotukumbusha umuhimu wa maandalizi na mipango katika mradi kama hii. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia? Kutoka Luka 16:28. Hivyo parokia imejipanga kuhakikisha kuwa mradi unatekelezwa kwa uwazi, nidhamu na uwajibikaji. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, umuhimu wa nyumba hii kwa viongozi wa kanisa ni mkubwa, kwani itatoa makazi bora na salama kwa mapadri, kuwawezesha kuishi maisha ya sala na huduma kwa utulivu zaidi. Itaimarisha upatikanaji wao kwa waamini na kuboresha utoaji wa sakramenti, mafundisho na ushauri wa kiroho. Kama Mtume Paulo anasisitiza kuwajali watumishi wa Mungu, na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubiriwa Injili wapate riziki kwa hiyo Injili. Kutoka Wakorintho wa kwanza 9:14. Aidha, nyumba hii itakuwa kituo cha utaratibu wa shughuli za kichungaji na kuimarisha mshikamano wa viongozi wa kanisa katika parokia. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, uwepo wa makazi bora utawezesha mapadri, watawa kuishi kwa pamoja na nidhamu ya kitawa, na hivyo kuimarisha huduma ya uinjilishaji na kuchangia maendeleo ya kijamii ya waamini. Pia itarahisisha upokeaji wa mapadri kutoka sehemu mbalimbali wanaokuja kusaidia huduma katika parokia. Kama maandiko matakatifu yanahimiza ushirikiano na ukarimu katika kazi ya Mungu. Petro wa kwanza 4:9 inasema, mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunung'unika. Kwa namna hii, nyumba hii itakuwa chombo muhimu kwa kukuza utume wa kanisa na shirika la Marian Hill kwa ujumla. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, Parokia Mtakatifu Maria Salome Kimarakana inaamini kuwa ujenzi wa nyumba ya mapadri ni uwekezaji muhimu kwa maendeleo ya kiroho na kijamii kwa waamini. Ni hatua muhimu ya kiimani inayolenga kuimarisha huduma za kanisa sasa na kwa vizazi vijavyo. Tunakuomba Baba Askofu Mkuu, uendelee kutuombea na kutuongoza tukimtegemea Mungu katika kila hatua, kwa kuwa na Mungu wangu atawajaze kila mtakachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Wafilipi 4:19. Tunatarajia kwa imani kuwa mradi huu utakamilika kwa mafanikio kwa utukufu wa Mungu na kwa faida ya kanisa lake. Mafanikio na mikakati ya parokia. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, tunapenda kukuarifu kuwa parokia imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa ukuta mbele ya eneo la kanisa upande wa barabarani, ambapo ni muhimu kwa kuimarisha usalama na nafasi ya huduma za kanisa. Aidha, tunatoa shukrani za dhati kwako binafsi na bodi ya wadhamini kwa kuidhinisha fedha za mkopo Benki ya Mkombozi zilizowezesha kununua eneo jirani na kanisa. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, parokia
imejiwekea mikakati mbalimbali kwa ajili ya kutekeleza utume kwa waamini, ikiwa ni pamoja na hili tukio ambalo leo umekuja kulitekeleza kwa kuweka jiwe la msingi wa ujenzi wa nyumba ya mapadri. Mafanikio mengine yaliyofanyika ni pamoja na kukamilisha kwa nyumba ya kuabudia ambapo imekuwa msaada mkubwa kwa waamini wa Salome na maeneo ya jirani. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, mkakati mingine ya parokia ni pamoja na kupanua eneo la kanisa kwa kununua maeneo yaliyo jirani ili kuongeza wigo kwa ajili ya miradi mikubwa ya maendeleo ya kijamii ikiwemo shule, hospitali na huduma nyinginezo ambazo kanisa litaona zinafaa. Baada ya kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mapadri, mradi utakaofuata ni upanuzi wa kanisa ili kukidhi mahitaji ya ongezeko la waamini. Kanisa letu limekuwa halitoshi, hasa kunapokuwa na misa moja inayowalazimu waamini wote kuhudhuria kwa pamoja. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, asante sana kwa kufika kwako tena hapa Salome. Daima tunakupenda kama ambavyo wewe umekuwa ukitupenda muda wote. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.